Uhali gani mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, wakati mwingine tena ambao tunakutana kwa ajili ya kuzungumza, kujadili na yale ambayo tunayaona ni muhimu kwa taifa letu. Hii ni Siasa Zetu Special Edition ambapo tutakuwa tunazungumza na viongozi tofauti, viongozi waandamizi ndani ya chama lakini pia na serikali kwa ujumla. Na leo tunaye mmoja ya wanawake ambao wamefanya vizuri sana kwenye siasa zetu. Yeye ni naibu katibu wa habari, uenezi na mahusiano ya umma wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia alishawahi kuhudumu kama naibu waziri kivuli wa fedha, mipango na ustawi wa jamii. Ana shahada ya kwanza ya utawala wa biashara, ana uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika sekta ya biashara. Leo ninaye Shangwe Ayo. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Roman Shirima na leo tutakuwa tunazungumza kwa kifupi kukufahamu wewe zaidi, lakini pia tutakuwa tunaangalia namna ambavyo uwepo wako unaweza ukawa ni chachu kwa wanawake wengi wanaotusikiliza na kutazama kwa sasa. Labda tuanze, unaweza kutuambia kuhusu safari yako ya kisiasa? Asante sana. Kabla sijaanza kuongelea safari yangu ya kisiasa, sitojitendea haki kwa sababu ni cheo cha kijaba ambacho kiongozi wa chama aliniamini nacho. Lakini kutoa kwamba nilishahudumu kama naibu waziri kivuli, basi mwaka huu pia kiongozi wa chama aliniamini akanichagua kuwa waziri kivuli wa utumishi wa umma na utawala bora. Kwa hiyo kwenye ile shadow cabinet, kwenye ile baraza kivuli la mawaziri, ambayo tunaamini sasa uchaguzi kienda vizuri tutaliunda bungeni. Na sisi tukiwa wamoja wapo tukiendelea kuisimamia serikali, ama tutashinda kabisa uchaguzi na kuwa mawaziri kamili. Ndio tunachokiamini, sababu tunaingia kwa ajili ya kushinda. Shangwe Ayo ni mbinti aliyezaliwa Arusha na miaka 30 iliyopita. Nikapata elimu ya msingi kama watu wengine, la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4. Nikafanya certificate ya procurement na diploma ya procurement and supply. Nikafanya bachelor degree ya business administration. Nimefanya kazi sehemu 3 tofauti kwa muda mrefu. Kwa hiyo hayo ni maisha ya shule na kufika hapo. Lakini Shangwe ni mwanasiasa ambaye kwanza alianza kama mwanaharakati wa kisiasa. Mimi si kwanza na active politics. Kama sasa hivi nipo kwenye chama cha siasa na ninacheo kwenye chama cha siasa, hapana. Nilianza kama mwanaharakati ambaye ninapenda haki, ninapenda usawa kwa wanawake, ninapenda watu wasikilizwe, nikiona kuna tatizo ninalisema. Kwa hiyo nilianza kwa mrengo huo mpaka miaka kama 3 iliyopita nilivyofuatwa sasa, wewe unapenda siasa, unafuata masuala ya siasa, unapenda haki, unapoteza hii kitu nje. Kwa sheria za Tanzania ukikaa huko hautoleta impact kama ukiwa ndani ya chama cha siasa ukatafuta nafasi ambayo ukisikika zaidi, ukiongea sauti yako itasikika zaidi. Ndipo ambapo nikafanya maamuzi sasa kuchunguza vyama vyote tulivyo navyo nchini. Nikaona chama sahihi ni ACT Wazalendo. Kwa nini ACT Wazalendo? Kwanza mimi nilikuwa nataka chama ambacho nitaelewa sera zake. Nilisoma sera za ACT Wazalendo, nilisoma machapisho yao tangia la kwanza. Wanachapisho zuri sana linaitwa Azimio la Tabora ambalo lilitolewa kutoka kwenye Azimio la Arusha. Nilisoma sana, nikaelewa, nikasoma katiba yao, nikasoma sera zao, nikaangalia na muundo wao chama. Nikaona namna ambavyo ACT Wazalendo inajitahidi kuwa empower wanawake, inajitahidi kuwa empower vijana. Nikasema kama nataka kukua lazima niingie kwenye chama ambacho najua kitani groom kuwa ninaitaka. Ndio maana nikaenda ACT Wazalendo. Umezungumza kwamba uliitwa kuingia kwenye siasa, ulikuwa unafanya harakati zaidi. Ni nani ambaye alikusukuma kuingia kwenye siasa? Ni wengi, kwa sababu unajua kitu ambacho nakifurahia kwa ACT Wazalendo, viongozi wake wako active sana ku spot talent, kuona kuna kipaji. Nakumbuka mimi nilikuwa ninafanya moderation kwenye kipindi cha mtandaoni cha Clubhouse kinaitwa Kumekucha Tanzania cha asubuhi. Huwa tunaongelea masuala ya habari, tunasoma magazeti, na nimekuwa nikifanya hivyo. Sasa watu wengi wa viongozi wakubwa, wanachama wa ACT na vyama vingine wapo mule. Kwa hiyo mule nikakutana na watu mbalimbali wa ACT Wazalendo. Wao ndo kila mmoja kwa namna tofauti walikuwa wakinifuata. Sasa siwezi kusema labda ni fulani moja kwa moja, lakini
mbalimbali zaidi watu 5 wa chama cha ACT Wazalendo walinifuata, ukija kwetu tutafanya siasa vizuri zaidi, ukija kwetu wewe una talent ya kufanya siasa. Kwa nikaona okay, kwa nini hawa wananiita sana, hebu ngoja nichunguze kwa nini. Lakini pia of course na kuna baadhi ya chama kingine pia kishiriki kunifuata, lakini wingi wao haukuwa kama wingi wa watu wa ACT Wazalendo. Yeah. Kati ya hao waliokufuata, nani ambaye alikusukuma zaidi au alikuvutia zaidi kama sasa na kwenda kujiunga? Kwanza wote walipokuja niliwaambia maneno mmoja. Yaani neno moja kwamba sawa, nimesikia, naomba kwanza niwachunguze, nichunguze. Niwafahamu, nisome sera zenu, nizipokee, nizielewe, nione okay na uwezo, alafu nishirikishe familia, ni siasa hii. Mimi nakumbuka mpaka nafanya decision na kusema sasa naenda public kama mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Simu ya mwisho kumpigia kwa ni baba yangu, ni rafiki yangu sana. Baba, nafikiri nataka kuanza kufanya siasa ya wazi. Chama gani? Nikamwambia kwa nini? Hayo maswali yaliniuliza. Nikaongea nasema basi familia yako tunakusupport, kila laheri. Na nakumbuka akaniambia nipe muda kidogo niongee na mama yako. Akazungumza naye, alivyorudi wakaniambia kila laheri, tupo nyuma yako. Kwa hiyo siwezi kusema nani alinivutia zaidi, kila mtu alikuja kunieleza sera zao, kila anayekuja nilikuwa namwambia subiri. Ninawafuatilia, subiri. Nakumbuka tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2022 nilichukua kadi yao, lakini sikwenda public mpaka mwishoni mwa mwaka ule. Nikasema sasa I am ready kwenda public kama mwanachama baada ya kuelewa na kujiridhisha. Unafikiri pengine kuna tukio lolote ambalo lilikusukuma kwenye huo mchakato wa kuacha harakati na kuingia kwenye siasa? ACT Wazalendo walizinduaga brand promise, ahadi kwa Watanzania, inaitwa taifa la wote kwa maslahi ya wote. Sasa kati ya ziara ambazo nilizifuatilia sana kipindi ambacho sasa na karibia kujiandaa na ACT Wazalendo ni zile. Nilifurahi walipokuwa wakipanda vijana wao majukwaani, walikuwa by then wanatayari wana baraza kivuli la mawaziri, walikuwa vijana ambao wamewachagua kuwa mawaziri vivuli, manaibu waziri vivuli, kupanda majukwaani wakielezea kwa nini taifa la wote, kwa nini maslahi ya wote, vilinivutia zaidi. Na mimi kama Mtanzania ambaye watu wasiojua ni kwamba mimi degree yangu ya kwanza nilijisomesha mwenyewe, nilistruggle kufanya kazi asubuhi, jioni kuiendea shule. Na sio kwamba nilikuwa sina vigezo vya kupata mkopo, nimekosa. Sasa nikajiwazia wale ambao hata kaujuzi kadogo kakufanya kazi hawana, ina maana wao kuteseka mpaka kupata hiyo elimu. Nikaona kitu na rasilimali ambazo leo hii watoto wetu kwenye shule wanaweza wakasoma bila kuteseka kama ambavyo mimi ninateseka. Kwa hiyo nilivyoiangalia ile taifa la wote na maslahi kama ina resonate sana na watu. Ile ziara ndio ilizidi kunivutia, sasa I have to kujiunga na ACT Wazalendo. Najua ni ngumu sana kuwa mwanamke na kushiriki siasa. Yes. Kuna changamoto zake. Wewe changamoto zipi ambazo umekutana nazo wakati unaanza? Kwanza unajua pamoja na kwamba kwa sensa Tanzania wanawake ni wengi. Yes. Lakini bado ile imani kwa watu kwamba mwanamke anaweza kuongoza ni bado ndogo sana. Na kumbuka nilivyojiunga sasa na active politics, nikasema lazima niende kwetu, nikamwambia nimejiunga na ACT Wazalendo. Kuna nyumbani hiyo sasa. Nyumbani sasa hiyo. Naongelea sasa jumboni ambapo ninatoka. Ndio. Kuna baba mmoja akanifuata akaniambia hongera. Sasa kwenye ile speech yake ndo nilijua hapa nina kazi, kwa sababu alisema unajua huu upande wetu hatujai kuwa na kiongozi. Lakini Mungu katupa neema hata kama ni mwanamke lakini ndio kiongozi. Yaani you can sense ile kwamba hata kama ni mwanamke. Kwa unajua hapa tayari kuna mfumo dume ambao kiukweli bado unaendelea kututesa kama taifa. Kuna progress kidogo. Kwa hiyo changamoto, lakini changamoto ya pili ni wewe utopata familia wewe. Unafanya nini huko? Na mimi bado I am not married yet, lakini ile utofata familia wewe, wanasiasa hawaaminikaji kwenye upande. Unaona kwa unakutana na ile maneno ya kukatisha sana tamaa. Lakini muda mwingine unakutana na visiki, mtu anakuweka tu hataki kupite mbele. Lakini nilikuwa tayari nitasema nafanya hiki kitu, nafanya na nimefocus, lakini ilipa pia muda wa kuwaza wale ambao wanakata tamaa mapema inakuaje. Kwa hiyo changamoto zipo ni nyingi, lakini ukijua unataka nini unaendelea mbele. Na unapokumbana nazo mara nyingi huwa unawezaje kuzishinda? Kwanza ni kabla sijaingia kwenye siasa niliwaza nataka kuingia kwenye siasa ni achieve nini. Yaani siwezi nikaingia tu kwenye siasa kama na sagu, hata kama nimekonvinsiwa sana nimeamua kuingia. Mimi nilijua nataka kitu gani. Sasa mwisho wa siku macho yangu kwenye kile ninachokihitaji. Najua kwenye kutaka kushinda vita lazima utanye na vibato vidogo vidogo. When you want to win a war, lazima kuna battles ndogo ndogo you need to
to win. Sasa hizo changamoto, kukatisha tamaa, kurudisha nyuma, those are battles. Your eyes should focus on the one, and I am focusing kwenye waya. Unafikiri pengine ushiriki wa wanawake katika siasa zetu kwa sasa ukoje? Well, kwa sasa kuna kaunafuu, I would say. Sio kwa asilimia zile kubwa kama ambao tunatamani, kwa sababu tukiwa kama ni watu tuko asilimia 51 wanawake. Lakini wachache tu ambao wanaingiza, lakini kuna kaunafuu kwa sababu unaona sasa hivi nafasi nyingi wanawake wanazipata. Kuna unafuu, lakini bado tunahitaji kuhakikisha wanawake wanashika nafasi nyingi, wanashirikishwa kwenye sehemu za maamuzi, lakini pia wanasimama wenyewe kwa ajili ya kupambania ndoto zao. Ninafurahi kwamba kuna wanawake wamepata bahati za kushika nafasi kubwa, uone kawa wanakuwa kama ni motisha kwa wanawake wengine, lakini kazi ya ziada inabidi ifanyike. Unaposema unafuu, ni unafuu upi ambao unaona sasa upo? Mfano, mimi kiongozi wangu wa chama ni mwanamke. Tuna spika wa bunge mwanamke, si rais ni mwanamke, baadhi ya mawaziri wameaminiwa ni wanawake. Mimi secretariat yangu ya chama taifa 61% ni wanawake. Kwa hiyo hata kama dunia ina wachache wanajua, lakini watu ambao wanakiamini chao cha ACT wanaona wanajua. Umenielewa vizuri? Ukiangalia kwa upande wa serikali nimesema hivyo, lakini sasa hivi unaona kuna NGOs zinaongozwa na wanawake na watu wanakuwa wako kuna unafuu. Lakini bado sasa jitihada zaidi zifanyike ili wanawake wengi waingie kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Na unadhani kwa idadi kubwa ya wanawake ambao tunayo kama nchi, tuna hiyo cream kwa maana ya hao wanawake sahihi wa kuingia na kuaminiwa kushika nafasi kubwa? Tunao sana. Ni kujengewa uwezo kwamba inawezekana. Sababu bali kwamba nafikiri kuna watu wanaamini nafasi fulani za watu fulani tu. Lazima tujengewe uwezo kwamba ile nafasi pia hata mimi ninaweza kuwa nao. Tunayo cream humu vyama vya siasa, tuna mabinti, tuna grupu kama sisi, tuna program inaitwa Binti Wazalendo. Ukisikiliza wale mabinti unasema wow. Na vyama vingine wana program zao, wana mabinti wao, lakini ukienda huko mtaani, mimi kuna siku nilikwenda jimbo la Ngorongoro, kata inaitwa Sale, kuna kina mama unakutana ni bwana harakati wa haki za binadamu, unaona kabisa hawa ni viongozi, ni kuinuliwa, kusaidiwa kufika pale wanapofika. Kwa cream ipo na wanaweza sana. Wewe unaamini katika kuwezesha wanawake au mwanamke mwenyewe kuweza? Mwanamke mwenyewe kuweza ni cha kwanza, lakini kupewa nafasi ili kuonyesha zaidi. Unajua ubaya ni kwamba hata kama tunakataa, bado mazingira yetu hayampi fursa mwanamke kushine, mwanamke kuonekana. Kwa ni utayari wetu wote kwa pamoja wenye ambao tuna hizi nafasi tayari, lakini utayari pia hata wa mwanaume kutaka kumkomboa mwanamke ili tuhakikishe kweli na akishafika kwenye hiyo level itakuwa nyepesi sasa kwa okay, unaweza tayari sasa compete. Inakuwa nyepesi. Umesema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo havimpi fursa mwanamke kwenye mazingira yetu. Nadhani vitu gani ambavyo vinakwamisha jamii zetu? Unajua nikwambie, tunavyolelewa tangia utoto wetu, bado tunajihisi sisi sio viongozi. Sisi jamii zetu zinatulea tuwe mama, tuwe wake wa familia tu. Tuwe kwamba yani wewe mwanamke ukikuwa unafundishwa kupika chakula vizuri ili mume wako akupende, watoto wako wale. Lakini ufundishwe kwa mrengo wa kwamba sio jambo baya, ni jambo zuri sana. Na kuwa na familia ni kitu kizuri, watu wasinikoti vibaya. Lakini pia tunasema tufundishwe kwamba una uwezo wa kuwa kiongozi, lakini pia una uwezo kuwa mama. Lakini ile dhana ya kiuongozi wanapewa fursa wa kaka zetu kuliko watoto. Kwa hiyo tunakuwa na unajua kitu ukimwekea kichwani mtoto mdogo anakuwa nacho kwa ukubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri kinatufanya wanawake wengi kurudi nyuma. Lakini nashukuru unajua tunapozidi kukua maisha yanabadilika, wazazi wa siku hizi na wenyewe wanawatengeneza watoto. Kwa hiyo mimi nafikiri siku za mbeleni tutakuwa tuna wanawake wengi sana kwenye nafasi mbalimbali. Moja ya changamoto ambao kwa bahati mbaya wewe hujaisema, lakini najua ni changamoto ambayo ipo na ni kubwa sana kwa wanawake wanaoshiriki siasa, ni kuombwa rushwa ya ngono. Ndio. Wewe katika safari yako ulishawahi kuombwa rushwa ya ngono? Yaani rushwa ya ngono ipo. Lakini je, unasema ndio? Una entertain? Kwa sababu ngono ni makubaliano baina ya watu wawili. Mimi ni mtu mzima na uwezo kusema ndio na uwezo kusema hapana. Lakini ninaelewa rushwa ya ngono ipo, ni muhimu sisi kama wanawake kuikemea na kuipinga, kwa sababu itaendelea kuwepo kama tuta entertain na itaweza kuondoka kama tukisimama kwamba
hapana, mimi nikubali kwa uwezo wangu, nipe nafasi kwa uwezo wangu. Wewe katika safari yako natamani sana ushare na sisi uzoefu wako kwenye hili. Ulishakutana na kitu kama hiki? Kwamba kuomba rushwa ya ngono? Hivi je kubana nawe? Ngoja ni wazo. Well, not haikuwa straight. Lakini unajua uzuri kuna viashiria fulani unaweza ukaviona na ukaweza kuviepuka mapema. Yes. Na ni muhimu kwa wanawake kwa sababu muda mwingine haiji kama rushwa. Unaweza kukuta kijana wa watu kakupenda kweli bwana, lakini kwenye hii safari ina vikwazo ikiwemo rushwa ya ngono. Ni muhimu wanawake ukatambua vile viashiria na kuviepuka mapema. Mimi ninaamini kwenye uwezo wa mtu. Mimi niko hapa kwa sababu nina uwezo na ninajua nina uwezo. Kwa sababu sasa kupata hizo nafasi isiwe privilege kwa sababu nilikupa mwili wangu. Iwe kwa sababu ya uwezo wangu. Kwa hiyo wewe katika historia yako kwenye safari yako ya kisiasa kuna viashiria vipo lakini mimi nilifanikiwa kuvivuka. Sasa kwa faida ya mwanamke ambaye anatazama, ni kwa namna gani unaweza kuviepuka inapotokea changamoto kama hiyo? Kwa sababu saa nyingine unaweza kugombana na huyu anayekuomba, unakuta yeye ana nguvu kwa maana ya utawala au nini au cheo. Ndio. Na ikakuweka kwenye position mbaya. Hivi ni namba moja, hivi vitu haviji kutoka, yani haviamki ulala ukaamka ukaomba rushwa ya ngono. Ni vitu ambavyo muda mwingine sisi wanawake tunavi-entertain. Kwa hiyo cha kwanza, punguza kufanya hizo entertainment. Kama unaona kuna hiki kinaweza kikatokea anytime, tafuta namna ya kudivenge. Lakini pili, kuna kukataa kwa heshima. Yes. Yani wewe unaweza ukawa uko very powerful, nikakwambia listen, mimi nafikiri hiki sio sawa, ama hapana, kwa heshima. Sababu tatizo pia na sisi labda uenda ikawa wengine wanafanya provocation kwa kuwa wanakataa kama lakini pia ninaelewa kuna wengine wakikataliwa wanakasirika, lakini wachache sana. Kwa hiyo level ya maturity watu walionayo ni kuna stara fulani. Lakini cha tatu, onyesha uwezo wako. Uwezo una override haya mengine yote. Kwa sababu leo umenikataa, umenikasirikia, lakini uwezo wangu utakufanya hamna mtu mwingine zaidi ya. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu ambayo ninahisi mimi yamenisaidia. Lakini entertaining ni vitu ambavyo nafikiri watu wanavifanya sana, ni muhimu tukaviepuka. Tuweke mipaka. Mipaka ni muhimu. Huyu ni kiongozi wangu, ni kiongozi wangu kwa heshima. Kuna kitu unamshirikisha kwa heshima, of course tunafahamu wanaweza wakavuka ule mpaka, lakini hao una address ile kitu kwa heshima. Na inatusaidia. Lakini pia ni muhimu sasa, na hii ni kwa taasisi zote na haya makundi ambayo yanahusiana na masuala ya wanawake, kutafuta namna bora ya kukata sasa hili tatizo la rushwa ya ngono, kwa sababu imekuwa ni kama fimbo ambayo inachapiwa wanawake wengi, na huenda wanawake wengi hawaingii kwenye siasa kwa sababu wapenzi wao au mezao familia zao zinahisia kisha ingia. Jambo la kwanza kutana na rushwa ya ngono. Tafuta namna bora ya kukiaddress hiki kitu ili uwanja wa siasa uwe uwanja huru kwa watu wote. Lakini wajue tu rushwa ya ngono haipo kwenye siasa, makazini. Mimi nilifanya kazi. Makazini, kwenye masuala ya biashara, vioni, ni tatizo kubwa. It's beyond politics, it's beyond hata tunachokiwaza. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima tulipiganie kwa wanawake wote kwenye nyanja mbalimbali. How do you address it? Tunalisemeaje ukiwa kama mwanamke? Ni tatizo ambalo ni sugu na lipo na hatujui mwarobaini wake utapatikanika lini. Kwa position yako, labda ungekuwa na position, ungefanya lipi kwenye hili? Mimi nafikiri sijawahi kusikia kama hayo hizo cases zipo basi chache sana, kwamba kuna watu fulani wamekamatwa wamefungwa miaka 30 kwa sababu ya kuomba rushwa ya ngono. Au kwa sababu labda hamsemi. Yani kuna shida ya kuwa voko kwenye hiko kitu. Na unajua kuna kukatishana tamaa. Ukiwa voko utasikia unaye kama mtoto, si jambo la kukataa tu uko sirini. Kuna hiyo shida. Lazima tuiaddress ili tupone. Kuna hiyo shida. Ni muhimu tukatoa support kwa wale watu ambao tayari kukemea hiki kitu hadhara, na tukaunga mkono kwa pamoja ili tuue hiki kitu kinaitwa rushwa ya ngono kote kwenye siasa, kazi, vioni na kila sehemu. Na sheria ziwepo, yani asikilizwe, evidence zimekusanyika, imekuwa akamatwe, ianze kusikia watu kufanya. Haitomaliza kwa sababu watu wanafungwa kwa sababu ya kubaka na bado watu wanabaka, lakini itaanza kupunguza. In moving forward nafikiri tutaponya hilo tatizo. Na tupeane support. Hii ya kubedha kwa sababu ameamua kusema na kukataa, nafikiri huwa inarudisha sana watu nyuma kwenye kusema hilo tatizo. Kukuomba rushwa ya ngono ni moja, lakini kuna ile mtu mwenyewe, mwanamke mwenyewe anataka kuitoa hiyo rushwa ya ngono ili apate cheo fulani au apate nafasi fulani.
Ili ushakulisikia hili? Sawa, au wewe ulishawahi kujaribu pengine kutaka nafasi fulani kwa staili hiyo? Mimi sijawahi kweli, lakini unasikia tu kwamba huko mitaani story mbili tatu kama zipo. Lakini nafikiri ni muhimu wanawake tukajipambanua nini tunakihitaji. Nafikiri miili sio sababu ya kupata cheo fulani ama kupata nafasi fulani. Nasisitiza kwenye uwezo, kwa sababu tunachonga barabara ya wanawake wengi zaidi baadaye. Sasa tukachonga barabara kwamba unapata kwa sababu ulitoa kitu fulani, itatutengenezea mazingira mabaya zaidi baadaye. Ni muhimu tunavyochonga barabara towards wanawake wengi kuwa kwenye nafasi mbalimbali za maamuzi, towards wanawake wengi kuwa na nafasi mbalimbali kwenye hata kwenye makazi, kwenye biashara. Ni muhimu tukawa makini sana na barabara tunayoichonga. Kuna hili ambalo nimelisemea la mwanamke mwenyewe kutaka kutoa rushwa ngono ili kupata cheo, limekuwa likisemwa sana kwenye hivi ubunge wa viti maalum. Na tukitazama namna ambavyo mchakato wa viti maalum unapatikanika, saa nyingine unaweza kuhisi kwamba huenda kuna ukweli kwenye hili. Kwenu nyinyi ACT mchakato wenu wa viti maalum umekaje? Kwanza unarudi jimboni kwako. Unachukua fomu, alafu ukishachukua fomu mkutano wa mkoa unakaa. Labda unachukua fomu kwa jimbo la Rumeru Mashariki, mwingine anachukua fomu kwa jimbo la fulani. Kwa tunakaa viongozi wale wajumbe wa mkutano wa mkoa, mkoa unakaa, unawapigia kura. Kwa hiyo namba moja, labda kama mlikuwa 100, namba zote aliyepata kura nyingi zinatengwa. Ile fomu inachukuliwa inakuja makao makuu. Sawa? Vikao vikubwa vya chama vinakaa. Vina verify yale majina na yote yanapita. Kamati ya uongozi ambayo ndo kamati imepewa mandatio kwa mujibu wa katiba ya ACT Wazalendo, ndo itachukua majina sasa ya Tanzania nzima. Itakaa na itayaranki. Na ile kamati ya uongozi tunajua ina wanawake. Lakini kwa mujibu wa kanuni zetu ukishafika hata wale wanawake wanafanyaje? Wanatoka. Kwa hiyo kamati ya uongozi ndo inafanya decision sasa. Na inawapanga kulingana na ranking zenu kwenye kila jimbo. Kwa hiyo ni mchakato wa kupigiana kabisa kura na kwenye vikao mbalimbali, sio wa kupeana tu kwenye sahani. Hata wewe ukiamua kwenda ukasema utoe mwili tu utapata. Mwisho wa siku utabidi wafesi wajumbe, mwisho wa siku utabidi upigiwe kura. Kwa hiyo ni mchakato fulani hivyo wa kidemokrasia kwenye chama chetu. Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi huu. Na wewe ni kiongozi ndani ya chama chako. Naam. Hujafikiria pengine kugombea sehemu au jimbo? Well, nimefikiria na nimetia nia kupitia chama changu kwamba nitaenda nyumbani kwetu Rumeru Mashariki kuomba ridhaa ya wananchi ili nigombee ubunge wa lile jimbo. Jimbo la Rumeru Mashariki. Okay. Na kwa kule nyumbani ya Rumeru Mashariki, wanaposikia mwanamke anaingia kwenye siasa, umeelezea kidogo kwamba mapokezi yake bado kuna mfumo dume. Lakini unaposikia mwanamke anaingia kwenye siasa, mitazamo ya watu ikoje kwenye hilo? Kwanza siku hizi maisha yamebadilika sana. Of course kuna watu bado wana hiyo, lakini maisha yamebadilika. Mimi nilipokelewa vizuri sana. Sana. Na wanaendelea kunipigia, unakuja lini mheshimiwa, tunaendelea na kazi, kuna hichi kuna kile. Kwa hiyo ninawashukuru wananchi wa Rumeru Mashariki kwa mapokezi na nitakwenda kukiwakilisha chama changu kwenye kugombea. Kwa hiyo nafikiri dunia sasa imebadilika sana. Siku hizi taarifa tunazo kiganjani, wanaona wanawake wengi wakishika nafasi mbalimbali, wanaona wanawake wengi wakipewa nafasi, na wenyewe wengi wana watoto na sasa hivi wanapambana kuwapeleka shule, tofauti na zamani wanaume ndio wanapata nafasi hiyo kubwa. Kwa mimi ninaamini nina nafasi nzuri sana kwenye jimbo langu. Kwenye taratibu za Kimeru mwanamke kuongoza ni jambo la kawaida na watu wanalikubali kabisa. Haiwezi kuwa kawaida sana kwa sababu ndo jamii zetu, lakini maisha yanabadilika. Times zimechange. Sasa hivi tuko kwa dunia nyingine kabisa. Sasa hivi tena watoto wote ni sawa. Mungu amekubariki. Unaweza ukahisi kiumbe utanisaidia zaidi. Apparently akaja katokea akija kusaidia zaidi. Na nafikiri ndugu zangu wamelielewa hilo na wamelipokea. Lakini unadhani ni rahisi kuchomoza kwenye siasa za Rumeru ukiwa mwanamke kuliko mwanaume? Siasa zozote sio rahisi kuchomoza, mteleni. Kokote. Niwe mimi mwanamke shangwe awe mwanaume. Kuchomoza kwenye jimbo sio nyepesi. Inahitaji nguvu ya ziada, inahitaji kampeni, inahitaji ushawishi kwa wananchi, na mimi niko tayari kuyafanya hayo ili nichomoze. Unafikiri ni hatua zipi muhimu tunaweza kuchukua ili kuhakikisha kwamba wanawake wengi zaidi wanakuwa viongozi na wawakilishi?
Mimi naanza kwanza elimu ya uongozi ianze kuanzia kwenye shule za msingi. Kipindi watoto wetu wanakuwa na kuwaondolea ule uoga kwamba wanaofaa kuwa kwenye hizo nafasi ni watu fulani tu. Ianzie huko kwanza, ni muhimu sana. Lakini pia kwenye majumbani kwetu, majumba zetu, watoto wazazi waongee na watoto wa kike, waambie wewe unaweza kuwa Shangwe, wewe unaweza kuwa Dorothy Sem, wewe unaweza kuwa fulani. Yani wawajengee huo uwezo na watoe zile dhana za huyu mkubwa zaidi ya huyu ama huyu anaweza kufanya kitu zaidi ya hichi. Au wote wakuzwe kwenye malezi kwamba mnaweza mkawa viongozi. Lakini pia wagundue talanta za watoto wao kwenye uongozi na wazikuze. Mimi naamini kuna watoto wengi wana uwezo mkubwa sana, hawajakuzwa tu kwenye hiyo ya uongozi. Lakini pia kama kwenye level za vyama vya siasa, level ya serikali, ni muhimu kuendelea kuwainua wanawake ili wawe chachu ya wanawake wengine kutamani kuwa kama wao. Kwa hiyo huwa inatia motisha sana ukiona mwanamke fulani kaweza na mimi nitaweza. Kwako wewe ni nani ambaye unamtazama zaidi katika wanawake ambao wapo kwenye siasa zetu za hapa Tanzania? Wanawake ambao kwenye siasa zetu, nani ambaye ukimwangalia unasema huyu kweli ananikosha, napenda namna kipindi naanza kuielewa siasa vizuri sasa. Yaani niko huko chuo, nilikuwa namwangalia Halima Mdee kwa jicho lingine kabisa. Unaona? Nimeingia kwenye siasa baada ya kumfahamu pia Dorothy Sem, naye ananivutia, kuna vitu ananivutia. Kwa hiyo kwa siasa za Tanzania hawa ni watu ambao ninawaangalia kwa ukaribu sana. Kwa ukaribu sana. Na kipindi hicho cha kina Halima na kina Zito na kina Heche Bunge, yani ilikuwa ni bunge fulani ambao kila mtu na kila kijana wa miaka yetu hii ndo walivutiwa nao kuingia bungeni. Lakini kwa wanawake ni hao kwa kweli. Wanasema kuwa mwanasiasa ni kuwa na uwezo wa kujenga hoja. Siasa ni mchezo wa hoja sana. Kutoa hoja na kuweza kuitetea. Mimi binafsi ninapokuwa natoa hoja yangu sehemu kwenye mjadala au kwenye kipindi kama hivi, alafu nikahisi kama hoja yangu haijasikilizwa au kuzingatiwa, huwa nakasirika sana, inanivunja moyo. Ulishawahi kuhisi pengine kupuuzwa kwenye harakati zako za kisiasa, aidha unapojenga hoja au unapodai jambo fulani? Binta wangu ambaye sitamtaja, nisamee, aliwahi kuniambia, Shangwe, fanya siasa kwa akili na sio hisia. Unaweza ukahisi umepuuzwa, lakini ni swala la una react vipi kuhakikisha wanakusikiliza. Sababu ungetumia hisia ungeweza shout, unasikia, ukarudisha maneno ukafanya nini, lakini ukatumia akili ukasema nitapewa nafasi tena na nikiuliza nitatafuta taarifa hoja yangu ya nyuma mpaka wanielewe. Kwa hiyo alinifundisha sana na ni kitu nakiapply sana. Na pengine ulishawahi kuhisi kupuuzwa kwa sababu ya jinsia yako? Bado haijanikuta. Lakini natamani nikute ili niwaoneshe kwamba hata wanawake tunaweza. Trust me, natamani sana. Mimi natamani kweli nisikie utawajibu vipi. Kwa hiyo sijafanikiwa kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi nafikiri ni mtu ambaye nilichunguza sana chama kipi ninakwenda. Na nilienda kwa chama ambacho kiukweli kinafanya empowerment ya wanawake. Nafikiri takwimu kidogo kilifanywa na chombo kimoja cha habari. Sisi Wazalendo ilikuja the leading party ambayo ina wanawake wengi kwenye kamati kuu yake na wanawake wengi kwenye secretariat yake. Kwa hiyo ina wanawake hata kwenye nafasi juu za uongozi. Sawa, kwa hiyo nafikiri hatupuuzi kwa sababu sisi Wazalendo inajali na inaelewa uongozi kwamba pia wanawake wana uwezo huo mkubwa, ndio maana sijai kukutana nao. Lakini nitakutana nacho, najua dunia inaenda kukutana na wengi. Na natamani kujua hiyo siku nitawajibu nini. Lakini rest assured nitahakikisha wajue kwamba wanawake wana uwezo kwenye uongozi. Wewe ni aina gani ya kiongozi? Mimi nasikiliza sana, najifunza sana. Lakini pia ninajali mchango ya watu sana. Sababu mimi ni kizazi kipya cha uongozi. Bado mimi ni kizazi kipya cha uongozi. Sasa kusikiliza na kujifunza ni mambo mawili makubwa sana ambayo niko nayo ili niwe kiongozi bora baadaye. Lakini cha tatu lazima usikilize watu. Usikuwa kiongozi afu usikilize watu hapa. Kipi ambacho unaweka mbele unapokuwa unahudumia watu? Unapokuwa unasikiliza hoja za watu, ni misingi ipi inakuwa inakuongoza au ni kitu gani ambacho unakiweka mbele? Kwanza ni lazima unayemsikiliza hajue umevaa viatu vyake. Yaani ajue uko na yeye. Unajua ngumu sana labda unasikiliza mtu anachezea simu, unafanya nini? Huu ni kama tu amenipa muda nisilalamike. Lakini you need to sympathize na unayemsikiliza,
ukavaa viatu vyake, na hata ukishavaa viatu vyake ukaelewa anasimamia point gani, nyepesi sana kuzungumza naye, kwa sababu unajua ukiongea kwenye engo hii mtaelewana, mkipita huku kuna kitu mtakitatua. Lakini pia na sisi ni Watanzania, tunaishi kwenye jamii hizi zinazopata shida. Yes. Kwa muda mwingine anakuja kuongea na wewe kwenye engo ambayo na wewe umepitia kwenye changamoto ile inakuwa nyepesi kwa pamoja mkatengeneza solution. Yeah. Unafikiri ni jambo gani ambalo ungependa kulibadilisha kwa haraka nchini kwetu? Kwa haraka? Jinsi ambavyo jamii zetu zinawachukulia wanawake. Yaani ningekuwa na uwezo wa kufanya mara kubwa nikabadilisha. Na namna ambavyo unaona jamii inachukulia wanawake, unafikiri ni dhana ambayo imejengwa kisiasa, ni dhana ambayo imetengenezwa na wanawake wenyewe, au ni dhana ambayo imetokea kwa bahati mbaya? Haijatokea kwa bahati mbaya, haijatengenezwa na siasa wala sio wanawake wenyewe, ni makuzi na malezi yetu, ni jamii yetu. Huko nyuma mnafahamu hata kwenye vyombo vyetu vya ibada ilikuwa mwanamke haruhusiwi hata kupanda kwenye mimbari, kwenye madhabahu. Ipo tangia zamani. Umenielewa vizuri? Kwa ni jamii zetu ni muhimu kuzidi kuelimishana kwamba anaweza kuwa kiongozi, anaweza, yani ni muhimu jamii zetu tangia chini. Hiki kitu bwana kina mizizi mikubwa sana. Kuna viongozi wengine wakubwa tunawasikia bado hawana imani na wanawake. Na ni viongozi wakubwa wamepata exposure, yani wamekuwa exposed huko duniani, wanafahamu, lakini bado wanakwambia. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kina mizizi mikubwa na ni muhimu tukiwa tuna address tatizo tusianzie hapa juu tu panapoonekana, tuanzie kwenye mizizi, na mizizi ni malezi na jamii zetu huko chini. Ungekuwa pengine una dakika 5 ya kuzungumza na wananchi, let's say bungeni. Mungu amesaidia umeshinda Arumeru Mashariki. Ndiyo. Na umekuwa mbunge na umekuwa waziri ambaye sasa hivi ni umesema waziri wa utumishi wa umma na utawala bora. Ungepata nafasi ya kuzungumza na wananchi bungeni kwa dakika 5 tu, ungezungumza nini au ungesema nini? Kwanza sasa hii sio tena ya wanawake, nipo bungeni kuwa mhubiri wa hifadhi ya jamii kwa wote, na inawezekana. Iko cha kwanza. Lakini cha pili, kupitia hifadhi ya jamii kwa wote matibabu yanapatikana bure kwa kila Mtanzania. Uzuri kwenye chama chetu bwana, sisi tumeweza kuleta hadi kwenye hesabu inawezekanaje. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ningekiongea, najua kingegusa wanawake wenzangu, kina mama, vijana wenzangu, kwenye masuala ya ajira, kingegusa kila kona. Ni jambo ambalo ningeongea kwa nguvu zote. Masuala ya kuwa na hifadhi ya jamii kwa Watanzania wote. Umeweza kujijengea jina kubwa sana mitandaoni. Yeah. Especially mtandao wa X. Zamani nilikuwa nakufuatilia pia Clubhouse kupitia Kumekucha na platforms nyinginezo. Ndio. Unafikiri umeweza kutumia vipi ushawishi wako mitandaoni kwenye kudai mabadiliko? Mimi nimejitahidi sana kutumia ushawishi huu ambao nimeupata mtandaoni kudai mabadiliko, kwa sababu niliona ni jukwaa ambalo watu wanalifuatilia kama jukwaa lingine. Kama ambavyo mtu anapanda jukwaani, kuna umati watu unamsikiliza, nikiwa nashika simu yangu najua sasa hapa ninaongea na watu wanaosoma. Kwa ni muhimu kutoa hisia pembeni na kujenga hoja. Na hoja hazitaki kudondokea upande wako. Kuna muda mwingine nilikuwa naenda kinyume na ninachoamini, ila kwa sababu ni kitu sahihi. Ni muhimu kukisema, na nimekuwa nikifanya hivyo. Nafikiri ndo maana ikanijengea. Nafikiri kupenda haki, kuondoa uoga, kutokutumia hisia na kujenga hoja na kujua kwamba ninazungumza na watu kama ninavyozungumza kwenye mikutano ya hadhara. Nafikiri ndio kimenifanya kupata hiyo popularity dogo niliona. Na pengine hiyo nguvu ambayo unasema unaitumia kujenga hoja, kutetea haki, kuhakikisha kwamba unajua unazungumza na nani na lipi unaenda kulisema. Nguvu hiyo pia ipo kwenye ndani ya chama chako, unaweza kufanya hivyo pia ndani ya chama, au ndani ya chama inakuwa ni shida? Unafanya hivyo. Kati ya kitu ambacho tunajivunia ACT Wazalendo kwanza ni uongozi wa pamoja. Sisi ACT Wazalendo una uwezo kukaa na kiongozi wako wa chama ukamwambia kiongozi, nafikiri hapa na hapa hapo sawa, hapa na hapa kuko sawa, na akapokea mawazo yako na akayafanyia kazi. Na muda mwingine anakutafuta na kurejeshia kabisa na mrejesho kwamba kile ulichokisema kiko hivi. Na pia haya ambayo yamenisaidia mengine pia naendelea kujengwa ndani ya chama changu. Na ulishawahi kuhisi pengine umetoa hoja yako ndani ya chama na ukahisi kwamba ulio wasemea kama vile hawajapendezwa na
hawataki uendelee kulisemea? So baya ni kwamba huwezi kusema kitu bila kufanya consultation, ndio uongozi. Yaani mimi labda wewe leo una shida fulani, ni sikuuliza uko sawa kuisema? Mimi na wewe tukubaliane sawa, niko sawa. Mimi nakwambia sasa, mimi nitamwambia 1 2 3 4 5. Are you comfortable? I am comfortable. Okay, sawa. Ndo naenda naisema. Kwa hiyo inakuwa inaua sana hiyo kwamba sikutaka useme. Hata juzi tu kuna mtu mmoja alikuwa ana shida ya kitu fulani, nikamwambia sasa naomba nimwambie 1 2 3. Uko tayari? Niko tayari. Nikakipeleka na akapata ule msaada. Kwa hiyo uongozi ni uwezo kukurupuka tu eti kwa sababu mimi ni kiongozi nasema. Una watu bro, you sit down with them, you talk. Decision ni ipi, tunaenda mbele, tunamwambia nani 1 2 3. Inaua sana hayo mambo kwa kweli. Yes. Unashauri nini vijana hususan wanawake ambao na wao pia wanatumia mitandao ya kijamii kama wewe kwenye kuchagiza mabadiliko? Mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu sana. Sasa hivi watu wengi wana smartphones, wana mitandao ya kijamii. Wajue wale wa mitandao ya kijamii ni watu wenye uelewa, ni watu ambao wana akili timamu. Kwa hiyo waache kutumia hisia, wajenge hoja, wa interact na watu kwa akili. Ni muhimu sana kwa kweli. Kwa sababu kuna mitandao ya kijamii bwana mtu anaweza kaitumia anavyotaka, lakini ukitumia sahihi inakutoa. Mimi nilitumia sahihi, nikaonekana nafaa kuwa mwanasiasa mzuri. Here I am, najitahidi kuwa bora. Kwa hiyo na wao waitumie kwa mrengo huo mzuri, na natumaini itawapa tija kubwa tu. Mbali ya shangwe hayo kuwa kiongozi ndani ya ACT Wazalendo na kuwa mwanasiasa, pia tunafahamu utakuwa ni mwanafamilia. Either ni dada, ni mama. Nataka uniambie unapokuwa nje ya siasa, huwa unafanyaga nini zaidi? Well, nje ya siasa huwa ni muda wangu mwenyewe, napumzika sana. Napata muda kusoma vitabu kidogo, maana ndo knowledge. Muda mwingine napata muda kusikiliza viongozi wa zamani wale kwa ajili ya kupata ya kujifunza zaidi. Alafu napenda kusafiri. I love traveling. Kwa hiyo hile inanisaidia pia kujifunza mambo mapya. Kutoka nje unajifunza bwana. Kitabu gani ambacho kimekusaidia sana au kimekupa msukumo mkubwa kwenye maisha? Kumeniambia unapenda kusoma vitabu sana. Well, mwaka 2019 tadise story kidogo kwa dakika moja tu. Kuna shirika moja nafanya nao kazi, likataka kutufanyia unlawful termination. Sasa mimi nikaingilia ile kati swala kwa marafiki wana sheria na nini. Sasa niko front na watu wengine 4, alafu nyuma tuna watu kama 524 wanatuangalia. Alafu mimi am leading them towards kudai haki yetu ya kwamba kuwa terminated lawful. Yes. Nilifanya kile kitu mpaka mwisho wa siku tukawa terminated lawful, kila mtu akalipwa hela na nini. Then one of wale 524 aliniletea kitabu kinaitwa Becoming by Michelle Obama. Kile kitabu mpaka kesho ninacho. Nilipokisoma nikaona okay, she came from a humble beginning, aka towards alipokuepo. Nasema wow. So kilinipa msukumo zaidi. Nakipenda sana kwa sababu kina historia nzuri nyuma yake. It was not easy siku na wapambania wale watu 524, lakini kile kitabu huwa nakipenda mpaka kesho. Vijijini tuna idadi kubwa ya wanawake ambao ipo vijijini ukilinganisha na mjini. Na saa nyingine fursa na nafasi za mjini haziwezi kulingana na vijijini. Lakini haimaanishi kwamba vijijini hatuna watu sahihi wa kuchukua hizo nafasi au kuchukua hizo fursa. Kwa mwanamke ambaye yuko kijijini anatutazama sasa hivi, ambaye anatamani kuanza siasa lakini hajui aanze wapi au afanye nini kwa sababu ya uoga au hofu, unamwambia nini? Inawezekana. Unaweza kuwa shangwe, unaweza kuwa chochote unachokitaka. Anza na ulichonacho. Mimi nilianza na mtandao wa kijamii, ndio nilichokuwa nacho. Nikafanya harakati mule. Sasa wewe kama una tawi, anza nacho. Kuna kiongozi wetu mmoja anaitwa Mary Zakaria, anakaa kata ya Sare. Yule ni mwanaharakati wa haki za binadamu, ni wale wa mama wa Sonjo wale, wanaopigania ardhi ya kwao, pigania wanawake wa kwao. Yupo kule, hamna anayemjua. Sisi tulimspot kule kijijini, alianza na alichonacho. Inawezekana, anza na ulichonacho. Anza hapo ulipo. Na wito wako kwa wanawake wa Tanzania kwa sasa, wakati ambao tunakwenda kwenye uchaguzi, kilinganisha umeniambia vizuri kwamba nyinyi ndio mnaongoza kwa kuwa ndio kundi lenye idadi kubwa ya wawakilishi, lakini pia ndio kundi lenye wapiga kura wengi. Naomba wanawake wajitokeze kwa wingi. Hizi nafasi sio za ubunge, za udiwani, za uwakilishi kwa upande wa Zanzibar, usheha, uraisi, ni za kwetu. Hazijaandikwa mwanaume, hazijaandikwa for men. Ni za wote. Nitafurahi nikiona wanawake wengi
wanajitokeza, ifikie sehemu tunabato kati ya mwanamke na mwanamke, nani ni bora zaidi kushika hiyo nafasi, itakuwa vizuri sana. Unadhani itafika nafasi hiyo kama tutaona wagombea pengine wa urais waliobaki wote au waliosimamishwa na vyama ni wanawake? Inawezekana, kwa sababu sisi ACT Wazalendo tayari mtiania wa kwanza wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Ninaamini na vyama vingine vitafanya hivyo zaidi. Iko siku ambayo tutaona, na kuna chama kingine nafikiri cha Mapinduzi pia anaenda simama ni mwanamke. Yes. Na vyama vingine huenda vikasimamisha wanawake. Iko siku ambayo itakuwa ni wanawake wanagombania na itakuwa ni historia kubwa sana. Imagine vyama vyote 19 wanawake wao wamesimama kama wagombea urais. Hiyo ni historia. Unafikiri tufanye nini sasa ili tuharakishe hilo kutokea? Tuzidi kuwainua wanawake. Wanawake tutoe uoga na sisi, tusisubiri tu njoo. Tutoe uoga na sisi, tupambanie ndoto zetu, tupambanie kinachokiamini. Inawezekana. I repeat, anza ulipo, inawezekana. Labda turejee kwenye mchakato wa siasa ambao unaendelea kwa sasa nchini. Tumeona hivi karibuni Chadema wamekataa kusaini form namba 10 ya kanuni za maadili. Na kufuatia hivyo INEC wametangaza kwamba wao kutokusaini manake wamejitoa kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Yes. Hii kwako inatafsiri nini? Umeipokeaje nyinyi kama ACT Wazalendo? Kwa sasa sisi kama ACT hatuwezi kupokea kitu chochote. Hilo ni nafikiri chama chao na wanasheria wao wamejitahidi kutoka kuelezea kwamba kipi sahihi na kipi kiko sahihi. Ila kwa upande wa ACT Wazalendo sisi tulienda kusaini kwa sababu ni takwa la kisheria. Lakini la pili tulitoa maoni kwenye zile kanuni. Lakini la tatu tunaenda kuchallenge ile kanuni, zile kanuni mahakamani, maana mahakama ndo mlango wa mwisho wa kutafsiria sheria. Sisi tunaamini iko kifungu cha kusema kwamba usiposaini hautoshiriki uchaguzi wa miaka 5, kila kinzana na katiba. Sasa atakayetutafsiria vizuri ni mahakama. Kwa hiyo tusubiri, tukienda mahakamani tutajua zaidi. Lakini nyinyi mwanzo mlikuwa mnakubaliana na Chadema kwamba mchakato mzima wa uchaguzi hauko sawa. Kuna vipengele ambavyo nyinyi pia mlikuwa mnakubaliana na mlikuwa mnakataa kwenda kwenye uchaguzi, lakini tumeona mmeenda mmesaini. Hii tafsiri yake ni nini? Kwanza lazima tuweke record sawa. ACT Wazalendo ilianzisha Operation Linda Demokrasia sio mwaka huu, mwaka 2016 baada ya kuona awamu ya 5 inasumbua, na tukaona jinsi ambavyo uchaguzi wa mwaka 2020 ukaja kuwa mbaya zaidi. 2021 tunasema hapana, tuilinde demokrasia, na tukaanza kuchallenge mifumo ya uchaguzi wa 2025. 2021 nakumbuka 2022 baada ya awamu ya 6 kuingia, wakaja na katiba mpya. Sisi tukasema no, tume huru kuelekea katiba mpya. Yes. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba ACT Wazalendo imeanza kuipigania tume huru kabla ya chama kingine chochote. Ya pili, hatuna msimamo wowote wa chama kokote ambapo tulisema hatutoshiriki uchaguzi. Tukasema kwamba suala la either tunashiriki uchaguzi au hatushiriki uchaguzi linaachwa kwenye kamati ya uongozi, na hayo ni maamuzi ya halmashauri kuu ya chama cha taifa ambayo ilikaa tarehe 13 mwezi wa pili. Kwa hiyo reforms tukasema tunapigania. Kwa kama wao wanapigania reforms na sisi tunapigania reforms, ni kitu kizuri. Vyama vyote makini vinajua mifumo yetu ya uchaguzi ina shida. ACT Wazalendo jana baada ya kamati ya uongozi kukaa ikaamua kwamba sasa tunashiriki uchaguzi, maana hiyo mandate ya kuamua walipewa na halmashauri kuu. Tukasema tunatumia jukwaa la uchaguzi kuendelea kuidai demokrasia ya kweli. Lakini cha pili tukasema kwamba tunaendelea kupigania reforms mpaka siku ya mwisho. Lakini cha tatu, tunayedai reforms kwake ni serikali. Yes. Ambayo kikubwa dola imekuwa ina favor chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba hatuwezi kumwachia fisi bucha. Sisi tunaingia, tunadai, tunapambana, huku tunashiriki. Ni muhimu kumuonesha Mtanzania hatutoacha haya mapambano. Umesema kwamba watu wa mwisho wa kutafsiri sheria ni mahakama. Yes. Na nyinyi mna mpango wa kwenda mahakamani. Ndio. Unafikiri mahakama itatoa hatima sahihi ya hiki ambacho mnakipigania, ukizingatia kwamba INEC kwa mujibu wa taratibu zake za kufanya kazi, kinachoamua au kinachotekelezwa na INEC hakiwezi kwenda kupelekwa kwenye mahakama yoyote, aidha kushtakiwa au kuhojiwa? Kwa dhana hiyo unafikiri kuna uwezo wa kupata suluhu?
Hizi ni kanuni ambazo tutafahamu kwamba sheria mama ni katiba. Tutaangalia zinakinzana na katiba. Na ukweli zimekinzana na katiba. Tutarudi mahakamani. Kwamba katiba hapa imekiukwa, mahakama iamue. Ili sio swala tena la tume huru ya uchaguzi ama sio tume huru ya uchaguzi. Yeah. Sawa, mimi nikushukuru kwa muda wako. Kama kwa neno moja, kama ungepata nafasi ya kuzungumza na binti ambaye ndo anapevuka sasa kuja kuwa mwanamke kamili, usia gani ungempa? Some kwa bidii, afuate ndoto zake, dunia inamtegemea. Asome kwa bidii, afuate ndoto zake, dunia inamtegemea. Dunia inamtegemea. Mimi nikushukuru kwa muda wako. Shangwe hayo, na nikutakie kila laheri. Asante sana. Arumeru Mashariki kwenda kupeperusha bendera ya ACT Wazalendo kule. Asante sana. Labda ukiniona nitakuwa tayari nishashinda kwa sababu safari hii tunashiriki kushinda. Pia nikutakie kila laheri kwenye shughuli zako za kisiasa. Nashukuru sana. Kwa ujumla. Asante. Mwisho wa kipindi kimoja ndio mwanzo wa kipindi kingine. Natumai kuna mengi ambayo umejifunza kutoka kwa Shangwe hayo, na mpaka wakati mwingine tena ambao tutakutana hapa hapa kupitia siasa zetu, kupitia special edition. Mimi naitwa Roman Shirima ndani ya VAD.